Tasimama tusome neno la Mungu. Tunafungua kitabu cha Ufunuo. Sura ya 16, Ufunuo 13 na 14. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Naanza hapa 12 hadi 14. Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Amen. Tunaomba. Yesu Kristo, Baba wetu, muumba wa mbingu na nchi, tumekusanyika tena jioni ya leo kwa neema yako Yesu, na tumetoka kusoma neno kwa sababu ya shule ya kawaida, lakini uhai wa maandiko haya unatoka kwako. Jioni ya leo tunajikabidhi kwako tena Yesu Kristo. Baba, tukiomba utusaidie, utuwezeshe Bwana. Baba, katika ibada ya leo tusiwe peke yetu. Tunahitaji presence yako na visitation yako Yesu, kaweze kutumiliki mahali hapa. Bariki usomi wa neno na kila ambacho tutakachokwenda ukisikia kupitia nabii, acha kitujenge na kutupa imani kamilifu katika safari hii Bwana. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Na wasalimia jioni ya leo na kuwakaribisheni tena katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Yesu Mungu wetu umetupa nafasi jioni ya leo tena angalau kuongea mawili matatu kwa ajili ya ufalme wake. Sisi tuko kwenye meli ya Sayuni. Lazima tunapokuwa kwenye meli, lazima pawe na habari za Bwana wetu ambaye tunayemtumikia. Tunamshukuru kwa kutupa hii mwanya tena kwa neema yake. Takwenda kuendelea na somo yetu. Wewe fungua macho. Naanza. Somo yetu ya wafanyakazi, les ouvriers de la 11e heure, wafanyakazi wa saa 11. Tukielekea kuhitimisha somo hii maana ni ndefu sana. Sasa mengine yatakuja tu vile Mungu atakavyotaka kwa somo zingine ambazo ziko mbeleni, kwa sababu kama nilivyosema siku ile kwamba ujumbe wa nabii ni mnyororo. Yaani unazunguka hivi kwenye kitu kimoja. Unaweza ukatoa somo fulani tofauti na ya jana, lakini utakuta tena yanaenda gusa yale ambayo ulikwenda kuyasema jana. Kwa hiyo ndivyo ulivyo ujumbe. Wakati tulipoongea habari za baragumu 7, hatukuongea habari za wafanyakazi wa saa 11, lakini tena vilikwenda kuingia. Wakati tuliongelea habari za mnyama, hatukuongea baragumu 7. Yaani tena vinaenda vinashikamana. Ndio gisi neno la Mungu lilivyo. Neno la Mungu linaumana, na ndio maana Branham hapingi Biblia na Biblia haijipingi. Isipokuwa Mungu amemfanya Branham kuwa torch ya kutuonyesha uhalisia na kuelewa maandiko ndani ya Biblia. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu haya maandiko ni mafumbo. Biblia yote ni fumbo. Kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo
ni mafumbo, ni mafumbo. Sasa jinsi Mungu alivyoambia watumishi wake manabii kwa nyakati tofauti tofauti, na ndivyo alivyowafunulia maana ya kila andiko ama kila huduma ambayo ilifanya kazi katika hii Biblia kwa wakati fulani, na akawapa maana kwa wakati wao. Sasa leo shida ni kwamba tuko na wasomi wengi, wanateolojia wengi na wajuaji. Unakuta wanaenda chukua habari za Isaya, ajui kama Isaya alitumika katika roho gani na alipewa yale maandiko kwa roho gani. Ndio unakuta mtu anaanza kwa sababu ya kusapoti ujinga ambao nao ama madhaifu yalio nao. Kwa mfano kama mlevi wa pombe ataenda chukua maandiko yenye nasema kunywa ulewe utapike hivi na vile. Maandiko yapo. Anajisapotia kwa hilo vile. Haelewi kama ilisemwa kwa namna gani, ilimaanisha nini, lakini kwa sababu aliona imeandikwa tu, ameona maherufi yamechanganywa pale kama vile ameona shuleni, kama ilivyofunzwa shuleni, na analeta. So na Biblia ndio inasema vile. Sasa ndio nakuta leo watu wanachanganyikiwa. Wanatusaidie sana. Ndio hivyo. Kwa hiyo sisi tunafuata kila ambacho mjumbe amenena kwa ajili ya wakati wa leo, kwa sababu Mungu aliasinye, aligawa neno kwa kila wakati. Musa asingeleta ujumbe wa Nuhu, usingefanya kazi. Eti Musa tena anza ambia watu tujenge safina, wangemwona ni mjinga. Yesu asingeleta ujumbe wa Musa. Kwa hiyo Mungu katika nyakati zote hizi, kuanzia mshamba la Eden hadi kuja hivi, kwa sababu mshamba la Eden nao walikuwa na neno la wakati wao. Waliambiliwa kwamba wasifanye nini? Wasikule tunda. Tunasikia vizuri? Ndio neno ambalo lilikuwa nalo mshamba la Eden. Neno la wakati wao hili. Na wakati walipogairi lile neno, na matokeo yakaanza tokea, tukaona madhara yanaingia, shetani akapata nafasi, vifo vinaanza kuja, uzee unaanza ingia hadi leo. Unasikia vizuri? Branham akahubiri la condamnation par la représentation, hukumu kwa uwakilishi. Zambi ya mtu mmoja ikaangamiza ama wanasemaga aje, ikaambukiza vizazi vyote. Na ndio maana leo tunakufa sisi wote kwa sababu ya dhambi ambayo ilifanyika mshamba la Eden. Hilo hautaikatala kwa sababu ni Mungu ameshaifanya hivyo, na imekuwa hivyo hadi pale mtu atakapozaliwa mara ya pili. Lakini hata hivyo kufa, utakufa tu, kwa sababu ni amri ya Mungu alivyoiweka. Mwanadamu alipogairi neno, basi akaingiza uhasama kati yake na Mungu. Ndio maana leo tuna matuta, uzee unakuja, magonjwa na kadhalika. Matokeo ya kutokutii neno la Mungu tangu mshamba la Eden. Sasa tumekwenda kusikia hapa habari za hizi roho tatu chafu ambazo zilikuwa na mfano kama wa vyura. Na ndio maana nilisema kwamba tena Biblia ni mafumbo. Yohana aliona hivi vyote ni mifano. Ilikuwa ni mifano. Sasa wakati malaika alipotaka kuanza kumwambia siri ya haya mafunuo, malaika akamwambia hapana, yaweke muhuri hadi wakati wa 7. Na wakati wa 7 ndio huu kanisa la 7, ambapo malaika wa 7 yuko uwanjani na tayari ameshamaliza kazi yake, kila kitu kimeshatimia. Tutaenda kuingia hapa bila kukawia. Fikiri tulishaona mengi ambayo ndugu Branham alituambia. Tunaenda hapa
upako mafuta au watiwa mafuta wakati wa mwisho. Les gens du temps de la fin. Tarehe 25 mwezi wa 7 65 asubuhi. Desa 36 paragraphe hadi 244. Tuone kama ni kitu gani ambacho tumetoka kusoma. Nabii anasema hivi. Pastor, angalia Ufunuo 16 mstari wa 13 hadi 14. Kati ya kitasa cha 6 na cha 7, roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura. Mliona jambo hilo? Zikatoka katika kinywa cha mtu fulani. Sasa angalia upesi. Mko tayari? Semeni amina. Kusanyiko linasema amina. Utatu wa roho. Tunasikia vizuri? Roho tatu za mfano wa vyura. Branham anasema ni utatu roho tatu za vyura. Eti ni roho tatu ni utatu wa roho. Yaani ni roho ambayo inafanya katika utatu wa roho. Yaani ni roho ambayo inafanya kazi kwa hatua tatu. Tuendelee. Nabii anaendelea. Sasa ndugu wa kimadhehebu, kaa kimya kwa dakika moja. Usisimame na kutoka chumbani, uko nje katika redio hii, mawasiliano ya simu. Wale wote ambao walikuwa connect wasitoke, wasikie hizi siri. Usizime kinasa sauti chako. Kaa kimya kwa dakika moja tu, usikilize. Endapo umezaliwa na Mungu utafanya hivyo. Branham alikuwa shaanza discerne watu, alikuwa shaanza kutaka kukimbia. Wanashachoka na ibada, wanataka kimbia, akaanza waambia mavertisema, msikimbie, msikie kile ambacho kitasemwa hapa. Utatu wa vyura. Chura ni mnyama ambaye daima utazama nyuma. Yeye angalii anakoelekea, uangalia anakotoka. Mnaona? Amuoni? Branham anauliza habari za chura. Chura kila wakati angaliagi mbele. Utaona kama anaangalia mbele, kumbe anaangalia wapi? Nyuma. Ndio hizi roho, kwa sababu Biblia ilituambia kwamba ni roho ambazo zilitumika na nani? Mnyama, nabii wa uongo na joka. Unasikia vizuri? Ndio roho ambazo zilikwenda kufanya kazi. Sasa nabii anasema hivi, hizi roho hizi hazikuagi zinaangalia mbele, zinakuaga zinarudia wapi? Nyuma. Inatoa mafundisho ya zamani, kuko sehemu ambako walitoa haya mafundisho. Ndio nabii anawauliza, je, amuoni? Sikia, anauliza nabii, utatu ulizaliwa wapi? Utatu mtakatifu. Nasikia maana sasa hizi roho ni utatu mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii hapa. Utatu mtakatifu. Branham anauliza, huu utatu mtakatifu ulizaliwa wapi?
Ndo hizi roho tatu, mfano kama vyura. Yohana yeye aliona vyura. Yohana aliona mavyura mifano roho chafu tatu kama vyura. Branamu anaanza funua sasa, Roho Mtakatifu ndani ya Branamu anaanza funua maana ya Ufunuo sura ya 16. Bakatolika, fundisho za Wakatolika hizi. Utatu ulizaliwa wapi? Kumbukeni, roho watatu wa uchafu, roho moja moja. Mnalipata? Kusanyiko linasema amin. Kusanyiko kwa sababu lilikuwa limeshaelewa, limekomaa, limeelewa kwamba ndugu Branham anataka kusema nini. Angalia, wao wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea ambako fundisho la utatu lilizaliwa. Unasikia huko Yaani hizi roho tatu za chura, yaani vyura ni watu. Hivi vyura roho za chura makapeni hazifanyi kazi. Roho za chura, hizi chura hizi ni watu, sawa? Ni watu. Si Branamu alisema chura ni mnyama Nabii alisema chura ni mnyama. Watu tupate kamsingi hapa. Sikia anasema hapa, utatu wa vyura. Chura ni mnyama ambaye daima utazama nyuma. Yeye angalii anakoelekea, uangalia anakotoka. Mnaona? Hamuoni? Sasa chura kwa kuwa ni mnyama, kwa sababu chura ni mnyama, chura hii an animal, na Branham alisema mwanadamu ni nani? Ni mnyama. Donc chura kiroho ni mtu anayeangalia nyuma, ambaye bado anashikiliwa na mafundisho ya uongo ya kizehebu. Chura ni mnyama, na mnyama katika Biblia ni mwanadamu. Tunasikia vizuri? Mnyama katika Biblia ni mtu, tena ni nguvu, puissance, tena ni roho. Kwa hiyo hizi chura, hizi roho tatu za chura ambazo zilionekana katika Ufunuo 16, 13 hadi 14 ni watu, ni roho za ndo maandiko ilisema ni roho za kimashetani ambazo zilikuwa ndani ya nani? Ndani ya joka, nabii wa uongo pia na nani? Na mnyama. Utatu wa vyura. Okay. Chura ni mnyama ambaye daima utazama nyuma. Yeye haangalii anakoelekea, uangalia anakotoka. Mnaona? Hamuoni? Utatu ulizaliwa wapi? Nabii anauliza. Utatu mtakatifu ulizaliwa wapi? Nikea. Utatu mtakatifu en 325 mwaka wa 325 Nikea, Nise, ndo kwenye kulikuja haya mafundisho hapa, ambayo hadi leo yanafundishwa na Waroma ni Wakatolika, naingia hata kwenye madhehebu hapa. Utatu mtakatifu, na ndio maana unakuta madhehebu bote bana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hii kubatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu
ni Utatu Mtakatifu ambao ulitengenezwa hapa na Waroma ni Katoliki, ndo walitengeneza hapo. Ukisoma hata kitabu cha nani cha Fox de Babylon ya Islop, Branham anasema, niko nayo hiki kitabu de Babylon de Islop, mnaongelewa hizi zote historia hizi. Sasa Utatu Mtakatifu wa hizi roho chafu ulianzia wapi? Nikea, ndo kwenye walianza unda kila kitu kule mwaka wa 325. Branham ndo anavyosema. Kumbukeni Utatu ulizaliwa wapi? Kumbukeni roho watatu wa uchafu, roho moja moja. Mnalipata? Kusanyiko inasema amina. Angalia, wao wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea ambako fundisho la utatu lilizaliwa, si kwenye Biblia. Tunasikia vizuri? Fundisho la kubatiza Baba katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni fundisho ambayo liliundwa na Wakatolika hapa kwenye baraza la Nikea mwaka wa 325. Hivi vinajulikana, sio kwamba eti ni vya bongo, ni vya kweli, vilifanyikaga hadi leo, na ndio maana leo wanaendelea kuvifanya. Sasa kwa sababu walivifanya wavijui vyote, kumbe Yohana alikwasha visema, alikwasha funuliwa katika kitabu cha Ufunuo, roho tatu chafu za mfano wa nini? Wa chura. Sasa ni roho gani? Ni ule Utatu Mtakatifu ambao madhehebu na Waroma ni wanakwenda kufanya, ambao wanakuaga wanautengeneza, ni roho wa mashetani. Sasa watu hawajui kwa sababu wamekataa Nabii Branham. Branham huyo anasema hapa, angalia, wao wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea ambako fundisho la utatu lilizaliwa kule. Fundisho la utatu ndo kwenye kulitokea yako, si kwenye Biblia. Utatu hauko kwenye Biblia, hakuna kitu cha namna hiyo. Wao wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea, huko Nikea Rumi, ambako utatu ulizaliwa. Nise Arome Rumi, ndo kwenye hizi fundisho za utatu zilikwenda kufanyika. Roho chafu, roho tatu chafu za vyura. Utuachie fujo hapo. Wao wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea, huko Nikea Rumi, ambako utatu ulizaliwa. Kwa hiyo mtu ambaye anabatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu anabatizwa katika majina ya mashetani, kwa sababu kibibilia, ukisoma kwenye Biblia hakuna andiko ambayo inathibitisha kwamba huko mwamini yeyote aliyebatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbibilia haipo, andiko hiyo haipo. Changamoto hii na wapo andiko ambayo inaonyesha kwamba eti paliwahi kubatizwa mtu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hamna hiyo andiko. Kwa hiyo ni fundisho ambalo lilitoka Rumi, Nikea, mwaka wa 325. Angalia walikotoka. Angalia. Na utatu wa vyura ukatoka kwenye utatu wa kale, ukazaa utatu mpya, mama yao wa madhehebu, mama wa makahaba. Nani? Katoliki. Ndo mama yao. Mwongozaji mkuu wa madhehebu duniani yote nzima ni Papa, ni Rumi, ni kanisa Katoliki. Angalia walikotoka. Angalia. Na utatu wa vyura ukatoka kwenye utatu wa kale, ukazaa utatu mpya, mama yao. Ulitoka wapi? Utatu yule joka, mnaona
yule mnyama na yule nabii wa uongo. Yaani mwenye alitengeneza hivi vyote ndio ambayo tuliandika hapa. Ngoja nivute nipate nafasi. Huu utatu ulitokana na hao watu watatu. Ngoja niseme katika hiyo lugha kwanza, watu waelewe hivyo, ieleweke kwanza hivyo. Lakini ni mtu mmoja kifanya kazi katika hatua tatu. Roho tatu za chura, za vyura, weke hivyo tu. Za vyura. Branham anasema zilitokana na kwanza. Namba moja ni nani? Ngoja tuone hapa. Joka, mnyama na nabii wa uongo. Nabii wa uongo, false prophet wa uongo. Nabii wa uongo. Na joka ni shetani. Joka ni shetani. Mu Kifaransa wanaita dragon. Ni shetani, na shetani ni roho. Shetani ni roho. Mtu akikwambia niliona shetani, bongo. Shetani hakuagi inaonekana macho ya kawaida. Sasa anasema hivi nabii, na utatu wa vyura ukatoka kwenye utatu wa kale, ukazaa utatu mpya mama yao. Ulitoka wapi? Utatu, yule joka, mnaona, yule mama, yule mnyama na yule nabii wa uongo. Utatu upya. Kwani hawa vyura walitoka wapi? Walitoka lini? Angalia. Walikuwepo siku zote, bali hili alikudhibitishwa mpaka hilo alikudhibitishwa mpaka kati ya kitasa cha 6 na cha 7, kabla tu ya zile muhuri kufunguliwa na kulifunua. Unasikia huko? Kwa maana katika ujumbe wa malaika wa 7 siri za Mungu zingejulikana. Mambo haya yote ya utatu na mabatizo ya uongo na kila kitu kilikuwa kidhihirishwe. Mungu na atusaidie kuona lililo kweli, na sio kufikiri ati ni mtu fulani akijaribu kusema jambo fulani . Nasikia huko. Sasa kupitia mafunuo ya mihuri 7, neema ya Mungu sasa kwa wakati wa leo akaja kufunua hizi roho sasa. Kupitia kinywa cha nabii Branham ndo anaanza toa sasa joka, mnyama, nabii wa uongo ni roho za vyura. Shetani akiwa ndani ya hawa watu. Yaani ni shetani ambaye alifanya katika hatua tatu, lakini ni mmoja. Shetani kwa sababu ni roho, na ili roho ili ifanye kazi lazima iingie ndani ya mtu, ndo roho anakwenda kudhihirika. Najua akasema roho yoyote ambayo haijaingia ndani ya mtu haikuagi na hatia, kwa sababu haijafanya kazi. Lakini roho ikishaingia ndani ya mtu, ndio maana unakuta hata mtu akiumwa, mtu kama hajaumwa hautasema kama ana malaria, kwa sababu dalili za ugonjwa wa malaria haijaonekana. Lakini akishapata malaria tunaweza jua kwamba amevamiwa na shetani, kwa sababu dalili, hali ya hewa ya mwili inaanza onekana. Tunasikia vizuri? Na mtu na yeye aliye na Roho Mtakatifu anakuaga anaonekana kwamba yule, kama sisi tuko tunajua mtu ambaye iko na malaria tunaijua kwa haraka. Mara ngapi sasa Roho wa Mungu? Tukianza sikia mtu anaanza kohoa, anaanza sikia baridi, tunajua tayari shetani anamvamia kwa pepo wa magonjwa. Na Roho Mtakatifu sasa lazima tutajua kwamba huyu ana Roho Mtakatifu kwa sababu ana dalili. Roho Mtakatifu anakuaga na dalili zake. Roho Mtakatifu dalili zake sio kunena kwa lugha. Tunasikia vizuri? Ili kuonyesha kwamba uko na Roho Mtakatifu. Dalili za Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha au kuhubiri kama anavyosema hapa. Hapana.
ni kuona maisha yamebadilika. Na ndio maana unaona hata mtu mwenye anaumwa, si hali inakuwa inabadilika, anakuwa ule ule. Hali inabadilika, mwili wote unabadilika. Na ndivyo ilivyo hata kwa kupata Roho Mtakatifu. Mtu anakuwa anabadilika. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu, yeye yote iko ndio ile ambayo Yesu alisema unazaliwa mara ya pili. Kule kuzaliwa kwa kwanza kwa baba na mama kunatoka. Unazaliwa sasa kutoka juu kwa Mungu mwenyewe. Mungu anafanya makao ndani yako. Ndio unakuwa na Roho Mtakatifu. Na ukishakuwa na Roho Mtakatifu, ndio hapo sasa una haki ya kujiita Mkristo, kwa sababu Mkristo ni mtu ambaye anamfuata nani? Kristo. Yale maisha ambayo yalikuwa ndani ya Kristo yanakuwa ndani yako. Sasa kama leo tunaweza sema kwamba Rumi ni mashetani, ni kwa sababu tunaona roho wa shetani akifanya kazi kuwapitia. Roho wa shetani anaingia mwili yao, banajenkarne na wanaanza kuwatumikisha. Wanaanza kubatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, vitu ambavyo viko kinyume na maandiko. Na yeye shetani huyu, kwa sababu anaanza kufanya kazi, matendo yake inaanza onekana. Na Roho Mtakatifu vivyo hivyo. Leo kama tunasema kwamba ndugu Branham alikuwa na Roho Mtakatifu, ni kwa sababu tuliona matendo ya Roho Mtakatifu ndani yake. Maisha ambayo aliyoyaishi yalikuwa ya nani? Ya Mungu. Aliishi maisha ya Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri. Sasa joka, mnyama, nabii wa uongo ni mtu mmoja, lakini akifanya kazi kwa hatua tatu tofauti. Sawa sawa na nzige, parare, madumadu na ingine nini pale. Kuna kwa nzige, madumadu, parare, nyingine moja na sahau hapa. Ni shetani ule, ni mdudu ule mmoja, lakini katika umbo au katika hatua tofauti. Tunasikia vizuri? Sawa sawa na wapanda farasi. Ni ule mmoja, lakini anabadilisha rangi. Alianza kuwa farasi, mpanda farasi mweupe. Alipogunduliwa, baada ya kuona anajifanya utakatifu wa kujitengenezea. Unaona kisa wanafanyaga ibada zao, utafikiri ni Mungu tu, kumbe ni shetani. Wanaabudu shetani bila watu kujua. Maibada zao zote za mashetani. Anakavana lukanzu pale, anaanza na kuanza kutikisa nani pale, ubani na nini ile yote maadoration tunaonaga ile wanafanya ile maabudio. Yote ni maabudio ya shetani. Yote. Mungu haiko hata mwaka. Ndio gisa alianza kama mpanda farasi mweupe. Na yeye akachukua rangi kama ya nani? Ya Yesu. Mweupe, yani utakatifu. Ni utakatifu wa nje, lakini ndani ni umbwa mwitu. Na ndio maana Yohana alipoona kwenye ono, akaona mpanda farasi mweupe anaenda, anauta. Alikuwa anauta, lakini alikosa mshale. Na Biblia anasema ule mshale ndio ufunuo. Na ile uta ni Biblia. Na ndio maana hata Biblia nao wanakuaga na hivi washaongeza mavitabu. Na Biblia ilisema kwamba atakayeongeza kwenye Biblia atapigwa, ataongezewa nini? Mapigo. Washaweka tena Wakatoliki waliongeza vitabu vyao na kutoa vingine mu Biblia. Lakini huku ukimwona ni mtakatifu, hadi leo anamuita Baba Mtakatifu, kwa sababu ukimwona kwa nje ni mtaua. Au yani hawezi fikiria kama ni shetani katika mwili. Ni mtaua, atakuombea na ishara atafanya. Lakini ni shetani enkarne, Sata enkarne. Yani yeye ndio kiti cha enzi cha shetani. Ni mambo ya kiroho, watu hawezi elewa hii. Watafikiri labda nafaa kritiki, lakini ndio neno la Mungu. Sasa alipoanza kwenye panda farasi mweupe, baada ya kuona amegunduliwa, akageuza maski, akaingia katika panda farasi mwekundu, akaanza uwa. Ndio ile siku jana, kama jana ni kuonyesha ile wafia imani pale. Ndio kisa akaanza uwa wote ambao wanakataa mafundisho ya Nikolai. Ale bot akaanza uwa Wakatolika. Wasikia vizuri? Wakatolika ndo waliua Bakristo.
zamani, wa mitume. Nitakusomea hapa kama tutapata muda, kama nitakumbuka. Uone gisi kwenye walitokea. Nabii anasema kwamba wale wadada ambao walikuwa wanaamini ujumbe wa mitume, injili ile ya Yerusalemu, ndo walikuja manyumbani kushuhudia waume zao. Wale waume zao ndo wakaenda kujiaboni, mnafanya miujiza, kwenda kule, kwa sababu walikuwa ni matajiri. Kufika kule sasa ndo wakaanza kugeuza sasa, na ndoko kulikuja buzehebu hivyo, asema nabii. Sasa baada ya kuona na kuwa mwekundu, mpanda farasi mwekundu anaanza uwa batu. Maandiko ndio yanasema nao akosesha amani watu. Akageuza, akaingia mweusi. Baadaye mweusi ile tunasikia vizuri mpanda farasi mweusi akaingia. Mweusi wake ukaja hivi, ndugu yako akifa. Yeye Yohana ndo alikuwa anasikia, akasema kibaba cha ngano nusurupia. Kibaba cha ngano nusurupia, usiazuru mafuta wala divai. Akasikia hivyo. Yule malaika, yule mpanda farasi ndo aliambiliwa vile. Tunasikia vizuri. Yaani mafundisho ya aje. Ndugu yako kama alikuwa Mkatoliki akifa. Kama vile mama ni Mkatolika vile akifa, tunachukua pesa, tunapeleka kule kwa askofu, kama atakuwa askofu, kama atakuwa ni papa. Anamfanyia maombi ya kusema kwamba alikuwa anaenda kuzimuni. Sasa wanataka wamtoe kuzimuni, wampeleke wapi? Purgatorio. Purgatorio ni sehemu, ni vile ya kuzimu. Sasa huku anadanganya watu huku, eti ndugu yako, kwa mfano kama alikuwa na mvuta bangi, kama alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinzi, si kila mtu anajua kwamba huyu mtu alikuwa na maisha mabaya, ndio anaenda kule sasa wewe unatoa pesa za maombi ili kwamba ndugu yako aombewe, atoke wapi? Kuzimuni, ili apelekwe wapi? Purgatorio. Tunasikia vizuri? Ndio ile sasa kibaba cha ngano nusurupia. Yaani ni sisteme ya Wakatolika, ya Warumi, ya kuchukua pesa za watu, za waamini. Branamu anasema ndio kilisababishaga, na ndio maana leo hivi ukienda Urusi, Rusi kule kwenye kuko Putin, Bakatolika bakwage na kanisa kule, bali wafukuzaka. Kule Urusi hakuna vya Ukristo. Ndio kilisababishaga wafukuzwe kule. Bali enda na sisteme hiyo ya kusema kwamba ndugu yako akifa banamfanyia maombi ya ile ibada ya wafu, wanamtoa kuzimu, wanampeleka purgatorio. Unaleta pesa, kumbe ilikuwa ni system ya kuwaiba pesa. Branamu ndo anasema. Warumi warisi walipoenda kugundua hivyo, bakawafukuza. Na ndio maana hakukwagi la Ukristo kule Urusi. Hakuwagi kwa sababu ya matendo mabaya yenye Wakatolika waliachaka wanafanya kule. Sasa zile pesa banazibeba. Na ndio maana unakuta leo kanisa Katoliki ni matajiri. Hakuna kanisa ambaye inazidi Katolika pesa. Haipo. Dunia nzima hii hakuna. Wewe ukiingia tu pale Vatican, nyumba zao tu zenye wanajenga pale ni mazahabu. Zahabu. No. Banachukua, ndio wanafanya hiyo maombi. Orke jehanamu na purgatorio ni sehemu hii. Ni sawasawa kama hivi huko Tanzania. Tanzania mtu ambaye anaishi Kigoma, mwingine anaishi Dar es Salaam, mwingine anaishi Arusha, mwingine iko anaishi Mwanza. Si ni Tanzania yote? Sasa kama wewe wanakikwambia eti ndugu yako alienda jehanamu, wewe tayari unatetemeka, sio? Unajua jehanamu ni wapi? Ni kuzimu. Atafanya baba yangu atoke kule, leta pesa kaza, unaleta. Watu walifilisika, sio vya bongo. Ya kweli na bala simulia. Urusi bilifanyika, Mexico bikafanyika. Tunasikia vizuri. Kibaba cha ngano nusurupia. Maandiko ndio inasema muhuri wa tatu. Mpanda farasi wa tatu. Baada ya kugunduliwa akageuza. Akachukua ile rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe, akachanga, ikaleta kijivu.
Tunasikia vizuri eh? Hizi nguvu zote tatu, rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi, vyote akaviingiza, akachanganya, akaonekana rangi wa kijivu, mauti. Tunasikia vizuri. Na vile shetani alivyokuwa anafanya hizi kazi, Mungu naye analeta wenye uhai huko. Paulo akaingia na roho wa simba wa kabila la Yuda. Neno ndo likawa kali kipindi cha Paulo, haikukuwa mchezo, kali. Ilipoingia kipindi shetani alipogeuza rangi, akaingia katika panda farasi mwekundu kuwa watakatifu, wakaingia na roho wa nini? Wa ndama wa kubeba mizigo, wakakubali kuuawa. Ndio maana wanaitwaga wafia imani. Unasikia vizuri? Mungu aliwapatia hiyo roho, ndio roho ya wakati wao. Wewe useme eti anasange kimbia? Hapana, roho yao ya wakati wao. Neno la wakati wao ilikuwa ni kwamba hakuna kukimbia, wanafia imani. Na ndio maana unasikia historia wa kina Polikarpe na wengine watakatifu wote wa zamani, Jean d'Arc bote walichomwa kwa sababu ya imani. Tunasikia vizuri? Polikarpe wanachomwa na Biblia iko mshingo hivi, wengine wanatupwa kwenye pango za simba, kama hili tuliona jana hapo, wafia imani. Ilikuwa ndio wakati wao vile, hakuna kukimbia, na wasingesikia maumivu kwa sababu walikuwa muwepo, wanatetea neno, wanaindoa neno la wakati wao. Baadaye ilipoingia sasa mpanda farasi mweusi wa kuiba pesa na kufanya maibada ya kishetani, kutoa purgatorio, sijui kumpeleka jehanamu, Mungu akaingiza mwenye uhai wa sura kama ya mwanadamu, hekima, akili. Ndio maana wakina Lutero wakatokea, akili nyingi. Lutero akaacha anaandika makosa 95 ya Bakatolika yenye wanafanyaga kula, ambayo iko kinyume na neno, akaacha anabandika kupapote kwenye mlango wa papa, paf, ona makosa yenu. Bakafanya na mwenye uhai wa akili. Ikaja sasa wakati wa kijifujifu. Sasa shetani sasa anakuwa ni mjanja, naye anaanza chukua Biblia leo. Shetani naye anachukua Biblia, anachukua broshiri, panda farasi wa kijifujifu. Yaani haujui kama ni rangi gani, ndio maana ya kijifujifu. Ukiangalia rangi ya kijivujivu utaangalia kama mko mweupe, mko mweusi, mko mwekundu. Rangi haieleweki. Ndio Nabii alisema ukichanga nyekundu, nyeusi na weupe inaleta rangi ya kijivu. Shetani sasa kwa sababu amefikia ukingoni, akakusanya sasa nguvu zake zote, akaziweka mkitu hiki kimoja. Ndo sasa aliingia ndani ya papa sasa kajenkana. Ndo Branham anasema kwenye muhuri wa pili, kati ya muhuri wa pili na wa nne, shetani akajenkarne sasa, na akaweka throne, akaweka kiti chake cha enzi wapi? Vatican. Akakaa kimya, akawa na puissance. Sasa leo kukaja sasa mwenye uhai wa nini? Watai wa kuona dhambi kwa mbali, na ndo wakati ambao tunaishi sasa. Ndio maana tunakuwa tunatembea sasa, tuna macho tofauti na watu wengine. Waangalia Yezebeli yule ambaye anakuja kula. Branham akasema unapoona mwanamke ambaye anakuja kula amevaa vibaya, mkimbie. Kimbia mwanamke kama gari ambayo inaenda kwenye mporomoko ama kwenye speed. Tunasikia vizuri? Ni roho yule ambaye alikuwa anafanya kazi ndani ya hawa watu. Ni roho mmoja wa shetani, lakini akitumikisha miili ya watu. Branham anasema hivi, walitoka lini? Angalia, walikuwepo siku zote. Hizo roho hizo zilikuwepo muda mrefu, bali hilo alikudhibitishwa mpaka kati ya kitasa cha 6 na cha 7, kabla tu ya zile muhuri kufunguliwa na kulifunua. Kwa maana katika ujumbe wa malaika wa 7
siri za Mungu zingejulikana. Ndio hizi ambazo unaanza sikia sasa. Mambo haya yote ya utatu na mabatizo ya uongo na kila kitu kilikuwa kidhihirishwe. Mungu na atusaidie kuona lililo kweli, na sio kufikiri ati ni mtu fulani akijaribu kusema jambo fulani, nasikia hiyo roho ikichunguzwa na jambo hilo, akaanza pambanua huko, watu wanaanza sema labda hivi na vile. Nabii anasema mimi sineni habari zangu ndugu, ninazungumza juu ya malaika wa Bwana aliye kambini. Hiyo ni kweli, unasikia huko alikuwa anasema haya na Roho Mtakatifu kompreza pale, malaika iko pale. Nasema sio mimi ambaye naongea Branham, malaika iko hapa ambaye anadhibitisha kwamba hii nayo visema ni kweli. Akaanza kuwapambanua kule. Angalia utatu, yule joka. Ni wangapi wanaojua joka alikuwa nini? Ilikuwa Rumi. Joka Rumi, shetani ndani ya wapapa. Ilikuwa ni Rumi. Naye yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke apate kumla mtoto wake mara azaliwapo. Ufunuo 12 ambayo tuliona hiyo ni kweli. Maana ya mnyama, maana ya mnyama ni nini katika Biblia? Nguvu. Nasikia huko nguvu, roho, nguvu. Sawa. Nabii wa uongo, nabii fulani wa uongo, mtu wa uongo, mti wa mafuta. Mnaona? Nasikia huko Kwa hiyo nabii wa uongo ni mtu ambaye anatumikishwa na roho wa shetani pamoja na nguvu za nani? Za shetani. Mtu yule mmoja, lakini anatumikishwa na roho wa shetani pamoja na nguvu za shetani. Sikia nabii anavyofafanua hapo, na anapakwa mafuta huyo hivyo, mti wa mafuta. Mnaona? Ilianzia wapi? Huyo ni nabii wa uongo. Umoja. Hapana wa mingi. Umoja. Nabii wa uongo. Virgile. Papa wa kwanza. Unasikia? Papa wa kwanza. Na kutoka pale akatoka yule kahaba, mama wa makahaba. Jambo hilo lote. Baada ya kutawala upapa, na yeye akazaa nani? Makanisa. Madhehebu yote yako chini ya Wakatoliki. Hapata bijua. Na ndio maana nilisema majuzi nilisema kwamba hizi ni mafundisho ya nyumbani. Ujumbe ambao tunakulaga. Madhehebu yote yako chini ya Warumi. Mama wa makahaba. Jambo hilo lote. Utatu wa uongo ulikuwa unainuka. Si katika siku za mwanzoni. Nabii anasema sio kule mwanzoni. Haungezihirishwa katika siku za mwanzoni. Ulisonga mbele moja kwa moja pamoja nao. Bali wakati zile muhuri 7 zitakapokuja. Je, mihuri 7 haijafunguliwa? Hii hapa. Le 28 février 1960. Mihuri 7 hii. Nabii alikuwa anasema kipindi cha wa Paulo hizi roho zisingezihirika, hizi zianza tu kwanza kwa fundisho ya Unikolai, banajificha ficha. Lakini kwa wakati wa mwisho sasa ambapo mihuri 7 itafunguliwa, ndo roho zitawekwa wazi. Kila mtu anajua kumbe ni fulani. Bali wakati zile muhuri 7 zitakapokuja na kuzifungua siri hizo na kuzifunua, hapo ndipo wale vyura, roho watatu wachafu, wale vyura, roho watatu wa uchafu kama vyura, walipotoka kujidhihirisha wenyewe. Fundisho la utatu zidi ya ile kweli. Mnaona? Mnaona lilikotoka? Mnaona linakorudi? Baraza la ekumeni. Baraza la ekumeni, umoja wa makanisa. Ndio kwenye inarudilia tena. Banaanza tofauta hivi. Na Waislamu bote batajiunga. Batakuwa kitu kimoja. Makanisa yote ulimwenguni batakuwa
Anasema kitu kimoja, subiri hapa. Baraza la Ekumeni, wao wote ni ndugu aizuru. Unasikia huko batafanya undugu, roho zile zile, jambo lile lile. Basi angalia, ni danganyifu sana, ni ya ujanja. Sikia nabii anavyosema, ni danganyifu sana ikifanya miujiza. Madhehebu hawafanya miujiza, wende Kabundi walesa kule anafanya miujiza hadi bafrere bananza anguka. Kabundi walesa Kongo kule anafanyaga maishara, akuwa wanyamjui Mkongo kule, lakini shetani. Udanganyifu sana. Ndio maana maandiko Mathayo alisema, Mathayo 24, ni danganyifu sana ikifanya miujiza, na hawa ni pepo wanaokwenda kwenye miungu wote wa dunia wakifanya miujiza kuwadanganya katika siku ya mwisho. Nao watafanikiwa katika kufanya jambo hilo, watafanikiwa. Mungu alisema nini juu ya huyo roho wachafu? Sikie, kasema, nitashuka niende niingie katika kinywa cha manabii hao na kuwafanya watabiri uongo, kumfanya Ahabu atoke aje pale akaangamizwe. Unasikia huko Branham anaenda toa andiko la Agano la Kale, wakati wale manabii 400 wa uongo walipoenda kumtabiria Ahabu eti kwamba ataenda shinda vita. Mikaya alipokuja akasema, hapana, kama Mungu wa Israeli aishivyo, wewe ukienda kule na ukirudia, ina maana Mungu hakuongea na mimi. Wakampiga makofi Mikaya, kwa sababu Mikaya alikuwa ni nabii mdogo, alikuwa anasimamia neno la Eliya yule mtishibi, au yule ambaye alishusha moto. Kwa sababu wakati Yezebeli alipopambana na Eliya yule mtishibi, yule ambaye alishusha moto, yule Ahabu ambaye alioa Yezebeli, mataifa mpagani, mwabudu sanamu, maandiko yanasema kwamba yule Ahabu wa kwanza, yule baba, aliombaka msamaha, Mungu akamsamehe. Lakini kwa sababu nabii Eliya alikuwa ishasema kwamba damu lazima italambwa, kama gisi wewe Yezebeli ulivyosababisha kuua Naboti kwa shuhuda za uongo, na wewe damu yako italambwa na mbu. Tunasikia vizuri? Na Ahabu, na wewe utakufa kwa sababu mingiza waabudu sanamu Muisraeli. Ahabu, maandiko inasema kwamba Ahabu aliombaka msamaha, akaomba, lakini kwa sababu neno la Mungu aliendage bure. Tunasikia vizuri? Hata kipindi cha Yesu wakati alipokuwa na Yohana ule mdogo, huyo ambaye tunasoma hapo kwenye Ufunuo, yeye ndo alikuwa mtoto kubote. Yeye ndo alikuwa na miaka midogo kuliko wanafunzi wengine. Yeye ndo alikuwa asikii mahubiri ya Yesu. Yeye alikuwa anakaa kwenye paja ya nani? Siku moja Yesu akasema, alipokuwa anaongelea, akasema kwamba hapa kuko wengine wenu ambao hawatakufa kabla ya kuona kuja kwangu. Unasikia vizuri? Petro akaenda na mafundisho kwamba eti Yesu alisema kwamba Yohana hatakufa hadi kuja kwake. Lakini kwa sababu Yesu alitamka, je, akuviona Yohana wakati alipoenda kisanga cha Patmo? Mungu akumuonyesha mafunuo kwenye maono, akuona kuja kwa Yesu, aliona vyote. Unasikia vizuri? Na ndivyo ambavyo ilifanyika kipindi cha Ahabu. Eliya akatabiri. Lakini sasa kwa sababu Ahabu wa kwanza aliomba msamaha na aliacha anazaa, yule mtoto wake mwingine alikuja sasa, ambaye naye alikuwa anaitwa Ahabu. Sasa yule ndo akapambana nani? Na Mikaya. Mikaya akakumbuka unabii wa Eliya kisa lisemaka, ndo roho sasa wa uongo akatoka mbinguni. Walimuulizaga nabii, inawezekanaje roho wa uongo atoke kwa Mungu? Nasikia vizuri ya? Walimuuliza nabii hivi. Ndio maandiko yanavyosema, roho wa uongo akatoka kwa Mungu. Ina maana kuna wakati Mungu anakuaga anatumikisha shetani kwa kutimiza lengo lake.
Tunasikia vizuri? Kuna wakati Mungu anatumikisha shetani ili atimize malengo yake yeye Mungu. Kwa sababu aliuliza kule mbinguni, nani ambaye ataenda kule ili aingie ndani ya wale manabii wa uongo wakatabiri vya uongo? Malaika ataenda? Wakasema hakuna. Roho wa shetani akajitokeza kule. Ndio maandiko inavyosema. Akasema mimi yeye, ndo akaenda. Akasedure bote manabii 400. Lakini kufika Yoshafati, kwa sababu ndo alikuwa mfalme wa kule Yuda, kwa sababu Israeli ilikuwa imejigawa. Kulikuwa ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli. Huko Israeli mwenye alikuwa anatawala alikuwa ni Ahabu. Upande wa Yuda alikuwa Yehoshafati. Ndo alikuwa mfalme kule. Sasa wakafanya kominyo, wakafanya ushirika. Tunasikia vizuri. Branham akasema Yehoshafati alifanya jambo baya sana. Na ndivyo inavyofanya waamini leo. Muamini anaenda fanya ushirika na retrograde. Muamini anaenda fanya ushirika na mtu ambaye alirudi nyuma. Ni makosa, sio neno. Ndio kilimuingizia Yehoshafati kwenye matatizo na Mungu. Unasikia vizuri? Lakini sasa akapata neema baada ya kumuuliza Ahabu, akasema Yohana, hawa wote manabii 400 wote wanatabiri kitu kimoja. Hakuna hata mwenye anaongea hata tofauti. Ahabu akasema kuna kwaka kama moja hapa hivi kana kwaka kanasema sema vya mbaya mbaya juu yangu. Nani huyo? Mikaya. Akasema yes, mtu kwanza akwe atuambie. Mikaya alipokuja mwana wa Imla akakaa pale akasema mimi sitasema chochote, msubiri niombe. Akaenda omba usiku, ile roho ya uongo ya shetani Mungu akamuonyesha maono, akamuonyesha vision, akamuona ile roho ya uongo gishi ilitoka mbinguni na ikaja kufanya nini? Kudanganya wale wote manabii 400. Alipotoka ndo akawaambia sasa kama Mungu wa Israeli aishivyo, huko Ahabu hatafanikiwa, atakufa. Akamchapa kofi, akamweka mprizo. Ahabu akamwambia eti nikirudi huko wewe ndo nitaanza kuua wewe. Mikaya akasema na mimi kama niliongea na Mungu wa Israeli hautarudia ukiwa mzima. Alirudia kwa mzima, hakukufa. Nafikiri maneno ya Mungu anasemaka bongo. Tunasikia vizuri eh? Nabii anasema yule roho yule ambaye alikuwa na wadanganya wale manabii wa uongo wa kipindi cha Ahabu, Branham anasema ndo ambaye anadanganya tena watu leo. Sikia anavyosema. Nitashuka niende niingie katika kinywa cha manabii hao na kuwafanya watabiri uongo, kumfanya Ahabu atoke aje pale akaangamizwe. Mungu alisema nenda utafanikiwa. Alituma ile roho ya uongo. Hakufanikiwa. Utawafanya waamini jambo hilo. Wao hawako kwenye hilo neno kwanza. Unasikia huko? Na ndio maana sio kila jambo ambalo linatimia mkanisa eti ni Mungu. Hapana. Kuko maishara nyingine ambayo na miujiza ambayo inafanyika mkanisa ni shetani. Haitokani na Mungu. Tunasikia vizuri. Nyewe mtafurahi tu tumepona hivi na vile. Kumbe pastere aisha kuwa na miana. Pastere wenu, mchungaji wenu aisha kuwa Freemason. Anakuwa anafanya miujiza ya giza. Na ndio anafanya kule Rumi. Usifikirie ni maishara ya Mungu, ni ya bongo ya mashetani. Mungu alisema, alimwambia ile roho ile ya shetani ya kwenda kudanganya wale manabii eti naenda utafanikiwa. Hakufanikiwa. Wote wakutabiri lile jambo. Nenda utafanikiwa. Utawafanya waamini jambo hilo. Wao hawako kwenye hilo neno kwanza. Mnaona? Nenda kwa kuwa utamshawishi. Ndiwe utakayefanya jambo hilo. Utakapoingia ndani ya hao manabii wa uongo, maana yeye anawategemea wao moja kwa moja. Nasikia huko. Naye hajui kitu juu ya neno. Ahabu alikuwa hajui neno. Ndio tuko na wachungaji leo hawajui neno. Basantinela ambao wanatobolewa macho. Hawajui neno. Mazeebo hawajui neno. Wao kuenda juu hivi. Disemba inakuja tarehe 25 kuzaliwa kwa Yesu. Ya uongo.
Yesu alizaliwaga tarehe 25 mwezi wa 12. Viko wapi kwenye Biblia? Na wanajua kwamba sio kweli, lakini wanasherehekea na wanaenda kukesha Noeli. Uongo, nabii wa uongo, roho wa shetani anawaingia na wanafanya hivyo tu. Waulize wapi kwenye maandiko? Maandiko inasema malaika Gabriel alifika mwezi wa ngapi hadi Yesu aende abatizwe azaliwe mwezi wa 12 tarehe 25? Uongo, ni vya huku venye vilikuwa vinafanyika kule Rumi na Konstantino. Mungu jua, Mungu mwezi na Mungu nyota, ndio vikageuzwa, ndio vilikuwa vinasherehekewa tarehe 25 mwezi wa 12 kule Rumi, bakavigeuza. Wengi wanajua mazee, wanavijua hivi, lakini hawana nguvu, hawajui neno. Salalamu anasema hapa alikuwa ajui neno Ahabu naye hajui kitu juu ya neno, wala hata jaribu kujifunza habari zake. Hawezi kufanya jambo hilo, kwa maana yeye ni mwiba kwanza. Mnaona, utafanikiwa. Akaambia yule roho wa uongo, wewe nenda tu, utafanikiwa. Hajui neno. Kwanza yeye ni mwiba kwenye Israeli, aisha ingiza mafundisho ya uongo ambayo haitokani na nani? Na Mungu. Kwa hiyo nenda tu, yeye yote iko bure, iko vide. Mnaona, utafanikiwa. Angalia hapa kwenye hawa vyura wa uongo, wakiangalia nyuma. Mbona unajua waliosema kule nyuma katika Nikea? Sijali walisema nini kule Nikea, ninasema waliosema hapa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kitakachotukia, si kilichotukia, si kilichokuwa, kitakachotukia, kwa maana yeye ni mimi niko. Mnaona uongo. Angalia jambo hilo. Angalia walikotoka. Tunaruka 246. Nabii anasema hivi hiyo ni kweli, hakuna utatu la Bwana. Utatu mtakatifu haiko neno. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Bongo, haiko kwenye maandiko. Nabii anasema hilo ni jambo la uongo. Zile muhuri 7 zikizifungua siri hizo ambazo zinapaswa kumalizwa, kunatokea muhuri, unafunguliwa, unaandaa, unaonyesha, unafanya dhahiri kweli zilizofichwa, ambazo zile muhuri zilikuwa zimeficha miaka hii yote kupitia makanisa hayo yote na madhehebu. Yule kahaba mkuu wa ufunuo alikuwa ni nani? Bali yeye ni mama wa makahaba pia. Mnaona? Naam, uliwaita wao nderi. Mnasema ndugu Branham, hiyo ni kweli, lakini kumbukeni, nderi ni ndege, ana upako wa kuruka pia. Unasikia vizuri? Hawahubiri, hawaombei wagonjwa. Kibombobombo haiko ndege? Je, ni tai? Hapana. Kwa hiyo sio kila ndege anayeruka eti kwamba ni tai. Sio kila kanisa ambayo unaiona ya madhehebu eti kwamba Mungu anaijua. Hapana.
hivi. Kwanza wa Methodist Mungu hawajui, kwa sababu kipindi cha wa Methodist kishaga pita, mjumbe wao ashaga kufa, mlango wao ushafungwa. Wesley ndo alikuwa mjumbe wao, achafunga zamani. Balitere hao wote wa Luteri ambao unawasikia, wa Baptiste bote hakuna tena, wa Pentecoste hakuna neema tena. Msome une église de réveil kao, Mungu tena iko kule. Lakini kumbukeni, nderi ni ndege, ana upako wa kuruka pia. Hawachezaki kule kwenye maombi na mavumbi wanajaa na maasema ya Bwana inatokea kule, ndio kuonyesha wana Mungu? Hapana, hiyo yote inaweza ikafanyika na Mungu hauna. Na mimi nasema nderi naye ana upako wa kuruka. Zile roho mbili zitafanana sana, ingewapoteza walio wateuli. Nderi ni mkubwa kama tai. Unasikia huko eh? Branham anasema kanisa ambayo inakuwaga na karibia bibi harusi ambaye anaamini ujumbe wa leo ni wa Pentecost. Ndio unakuta na wenyewe wanaishiishi kama wa ndugu na wadada ambao walijawa na Roho Mtakatifu hivi. Wanakuwaga wanafanana. Nabii anasema hiyo ndio Mathayo 24. Roho mbili ambazo zinafanya nini? Zinafanana. Ni mapacha. Yaani kujua eti kwamba ndio wa uongo ni shida. Twende tuingie kwenye huko kanisa ya ujumbe yenye nasemaga siendi mashetani. Wote wanafanana na picha wanaiweka ya nabii. Yaani wewe wanaweka. Si ni kweli? Lakini humo mnakuta huko wenye wanakuambia bataoa wanawake wengi. Sio kweli? Roho zinafanana. Lakini hazitokani na Mungu. Kuko wa shetani na wa Mungu. Branham anatoa hapa eti nderi na yeye ni mkubwa kama tai. Ni ndege ambaye anakuaga mkubwa kama tai. Foko na yeye anaruka kama tai, lakini haiko tai. Zile roho mbili zitafanana sana, ingewapoteza walio wateule. Nderi ni mkubwa kama tai, yeye angeweza kuruka kama huyo tai, naye ana upako wa kuruka. Sikia Branham, ama kuhubiri ama kutabiri, angalia, sawasawa na tai. Nasikia vizuri eh? Ndege le faucon ni ndege, naye anaruka kama tai, anahubiri kama tai. Anatabiri kama tai. Sikia nabii, naye ana upako wa kuruka. Kwa kanisa ya ujumbe yenye haina upako huko benye wasomi Branham na wengine wanaweka makanda si wapo, mutaziweka hizo na kuzimu munaenda. Tunasikia vizuri? Branham ndo anasema wote wana upako, utahubiri, utaweka kanda na nyie mutaenda kuzimu. Ndo maneno ya kuambia watu haya, ndo injili. Binafanana. Siku moja tulikuwa na friend moja hivi, tunaenda mpori kama tulikuwa tunaenda tunatafuta nini kule, ndio tukaona hicho kinderi hicho. Tuje tukafikiri kama ni tai. Kinapanda kwenye mti wa mrefu kikaruka hadi kule. Sisi tukaa kishogelea, tuanze kikiangalia hivi na kenyewe kina macho saa tai na kimdomo chake hivi. Na imakuta saa tai. Kifeki. Uone tai wewe. Unafikia na ikalaga huu wenu mapori wa hapa. Narudili. Lakini kumbukeni, nderi ni ndege. Foko ana upako wa kuruka pia. Ana upako wa kuruka pia. Zile roho mbili zitafanana sana, ingewapoteza walio wateule.
Frère Branham hadi, Frère Branham, nabii alisema, Branham alisema. Zitawapoteza wengi. Isipokuwa mteule tu. Tunasikia vizuri. Na ndio maana tuko wakati mbaya sana. Hata anarukaruka na tesa. Esaje hii. Ana upako wa kuruka pia. Zile roho mbili zitafanana sana. Ingewapoteza walio wateule. Unaona kwenye nabii anasema hivi, unafikiri mchezo Nguvu zile za Mungu. Hapana za shetani. Ni nguvu za Mungu lakini kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunasikia vizuri. Basi mfumo anakuaga na ponyo. Sawa? Ukiona mtu anaenda kubafumu na anafanikiwa mambo yake, usifikirie mfumo ndo anafanya. Ni Mungu. Ni Mungu ndo anafanya lakini njia ambayo haiko sahihi. Tunasikia vizuri. Hata mchawi afike na kusema kwamba utakufa, na ukikufa usifikirie mchawi ndo amekuua. Hapana. Mungu ndo ameruhusu. Tunasikia vizuri. Mtu hawezi kufa na uchawi, Mungu hajaruhusu. Mungu kama hajapenda hawezi fanya chochote. Bwana unayo magari maelfu na lenye linalo nifaa, unichagulie mwenyewe. Si ndio tunaimbaga magari maelfu hivi. Kuko mwenye atakufa na mlambo, anaenda vile. Ni Mungu aliruhusu. Frère, maandiko ilisema tutakula vitu vya kufisha lakini kama Mungu hajapenda hautakufa. Vyote vinadepende na Mungu. Je, wakati Adamu na Hawa walianguka mshamba la Edeni, Mungu alikuwa juu? Hakujua? Sasa alijua. Kwa nini hakwenda kuwazuia? Mungu hakuagi kama mwanadamu. Ndio siku moja najua na ubere akaona jinsi watu wale wadada walivyokuwa wanakufa, walikuwa mimba wanakatwa matumbo, watoto wanapewa masimba, wale wafia imani. Ukawa jamaa mwingine na akaanza kumkashifu Mungu. Eti ni Mungu gani huyo? Eti Mungu mwingi wa rehema. Anaacha watu wakufe vile, watu wanalia, watoto wachanga wanaliwa na simba, na yeye Mungu iko pale tu anaangalia hivi. Hawezi jua wewe. Mungu haiko kama wewe mwanadamu wa akili finyo. Mungu anakuaga suvere, anafanya anachokitaka. Wakati Israeli ilipoenda utumwani kule Babiloni, Mungu hakukuwa na uwezo wa kuzuia wale wa Nebukadneza wasiende choma Yerusalemu. Hakukuwa na uwezo. Mungu anafanyaga anachokitaka kwa ajili ya kutimiza mpango wake. Kwa hiyo hata hao na wakina Mberi wanafanya kazi ya Mungu lakini kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya kupotosha wale ambao sio wateule. Ana upako wa kuruka. Zile roho mbili zitafanana sana, ingewapoteza walio wateule. Nderi ni mkubwa kama tai, yeye angeweza kuruka kama huyo tai, naye ana upako wa kuruka. Mkanisa hivi wanaimba na anaruka, wanacheza mroho. Haiko ishara kama uko na Mungu. Tunasikia vizuri? Tunaruka ndio tuliona wadada wanacheza, dada anacheza na mavumbi na kwenda kuangalia, aheshimu mume wake. Sefu Branham anasema karama yako kama yambatai na maisha ni ya shetani, haiko ya Mungu. Mhubiri anatoa mahubiri hapa, pastor anaikalia mahubiri hapa na anatoa mahubiri na upako na jazo, kwenda kuangalia na anguka na wadada mkanisa. Mahubiri yako ni ya shetani, toto wa kuzimu. Wewe uko nderi. Haiko mie Branham ndo anasema. Eti nderi naye anaruka kama tai, anacheza kama tai, kuruka sote. Upako unaingia mkanisa, watu wanacheza kwa upako, wanacheza mule. Haiko ishara kama Mungu iko mule. Ndio tulidanganya zamani hivi.
Unaona mtu kwa sababu ana ndoto, anakuaga anaona mandoto na maono, anatembea polepole mkanisa eti kama ndio iko na Mungu. Kwenda kuangalia ndio bazinzi ba kwanza. Bazinzi wanajaa mkanisa, pastor anabaficha. Ukienda kusema mko na mko na wivu, mko na vile. Shetani. Qui se ressemble s'assemble. Ndio nabii alisema adaji ya mama yake ya nabii eti kila ndege na uimbili wake. Qui se ressemble s'assemble. Si ni kweli? Yeye angeweza kuruka kama huyo tai, naye ana upako wa kuruka, anacheza mkanisa. Nderi naye anachezaka mkanisa. Siku moja Branham alikuwa Mishawaka, sehemu moja inaitwa Mishawaka hapa Marekani, sijui kama ni state gani ile. Akaingia mkanisa, akakuta watu wanacheza kiroho, sijui niseme. Branham alikuwa anasema alikuwa anafika mkundi kama vile iko mbinguni, mkundi wa malaika. Watu wawili walikuwa wanacheza muroho na wakaanza kunena kwa lugha. Unasikia vizuri? Branham alisema hakuwahi kuona tamasha kama ile maishani mwake. Lakini alipoangalia ndogo ile sasa, Mungu akampa fundisho sasa, akamfunulia. Kwa sababu wote walikuwa wanacheza kwa aina moja, wote kwa aina moja ya kusema aje, wote wanatumikishwa na Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Branham akasema wote hawa wote ni watu wa Mungu. Lakini Roho Mtakatifu akaja kumshauri akamwambia hapana. Mungu akamuingizia upambanuzi wa roho. Kwenda kuangalia hivi kuko mmoja ambaye jana alianguka na mwanamke wa watu. Tunasikia vizuri? Unaweza ukatoka kunyumba, unaanguka na watu, unaanguka na mke wa watu, unaiba vya watu. Tunasikia vizuri? Umesema uongo na ukifika mkanisa na utacheza muroho na kutabiri. Lakini wewe unatumikishwa na nani? Na shetani. Mishawaka, Branham alifika Mishawaka akakuta watu hatuonagi kwenye mambo ya maombi hapa. Batawa wanaingia kwa maombi, anakaa miezi 4 5, hatoki nje. Kutoka mula anatoka na watoto. Haiko kweli? Mtawa anatoka mula iko na mtoto. Na alienda iko mtawa iko binti. Anatoka mula ashakuwa na mtoto. Alimtoa wapi? Bazinzi. Na akicheza hivyo anacheza na ruka vumbi na anatabiri vinatimia. Haiko ishara kama uko na Mungu. Ni nderi, kibombobombo, ni kunguru. Kunguru naye anaruka kama njiwa. Lakini wana alimentation tofauti, aina ya chakula iko tofauti. Kunguru yeye anakulaga vyote, na kimzoke cha kuoza anakula na vitu vya mzuri anakula. Lakini njiwa ama ua anachaguaka kwa sababu ndani yake hana nyongo. Ndolo, njiwa ikwagi na ndolo. Ndolo ndio inasiporte vitu vyote vya kila aina ya chakula. Ndio inadigere, inachuja. Tunasikia vizuri? Njiwa ikwagi ya hivyo. Ikikuwa vya mbaya inakufa kwa sababu maumbile yake haiko ya kuwa na ndolo, akwagi na nyongo. Branham anasema nderi na yeye anaruka. Sikia nabii. Nderi ni mkubwa kama tai. Yeye angeweza kuruka kama huyo tai. Naye ana upako wa kuruka ama kuhubiri. Na yeye atapanda hapa anahubiri. Hakuna wanawake wanahubiri kwa madhehebu, ni shetani. Kanisa yoyote ambayo inaruhusu mwanamke ahubiri hapo ni kanisa ya shetani. Ama kuhubiri ama kutabiri. Angalia, sawasawa na tai, bali hawezi kumfuata tai huko juu kabisa. Nasikia vizuri eh? Unaona gisi wanacheza. Branham akaenda kuangalia, umoja alianguka na mke wa watu, anaishi na mke wa watu. Mnafiki. Ndio tuko na wachungaji leo baivu banafiki. Bakupanda hapa kumibari na wanaanguka na wanamuke bazinzi. Bazinzi banajaa mu kanisa.
Ndio maana hata bapagani bashindwe kwenda kukanisa. Bapenda kufanya nini? Wewe ambao ungekuwa mfano mitaani, uko hoi. Ndio unakuwa pale mitaani kwa mfano kama mko kwenye kilio unaanza ambilia ule frere wenu ule. Jana walimshika na mke wa watu. Si kesi yake iko kwa the village hivi. Basi wewe hujui, labda wewe hujui. Haiko kweli? Abasemaki? Nuba brana ati mcho brana mlole ale anusero wale bana mcho tani utamucho konyola wapakano lola wanale ni abanda mwana wa China lani waendeo awasemaki. Oi, utasema nini? Aibu. Watu bagiza wapagani ndio wanajuaga Wakristo bakweli. Ndio wanajuaka ule ni mtoto wa Mungu, ule ni mtumishi wa Mungu. Wanajuaka. Shetani hakujua. Hakujua Yesu shetani. Kama ni mwana wa Mungu fanye nini? Amuru mawe haya hayo nini? Alijua banajuaka. Bano matane itamucho bafumu. Frere wenu aiti ayo bafumu. Yoronda mwana ayo bafumu. Haiko kweli? Acha wewe. Pierre Bashopma, unakuwa jiwe la kujikwaa. Wachungaji tena mujumba wanakuwa napanda hapa kumibare, wako na miana. Tena miana sasa bafumu kama Andremo yule wa Uvira. Nakumbuka. Tena ndo wanapanda hapa mwachi ile ni bafumu. Kuko watu ambao waliumbwa kuwa bafumu. Mubache na hizo kazi zabo vile. Kila mtu iko na kazi yake hapa duniani ambayo anakuja kuifanya. Wewe mtumishi wa Mungu tena ndio unapanda hapa kwa sababu kanisa iwe natikisika, watu wawe na furahi, watu wajae mu kanisa huku na maamilete. Toa ya babu yako baba chawi. Urishi wa babu. Toa hivi utaenda kuzimu bure. Branham anasema moto ambako kuzimu ni heru wa kurau. Tunasikia vizuri. Branham anasema moto ambao unakuaga kuzimu kwenye kuna kuaga kunateseka watu benye wakikufa bila Mungu. Branham anasema ni heri bakuwekee kabla hizi za kura hizi. Na kura hawezi ukafada sekunde mbili uko hai. Haujakufa. Yeye miaka nyuma sinilipimaka moja hivi. Nilitaka kufa. Nachukua kabla mbili hivi naweka kwenye ulimi hivi. Wewe. Niza wewe. Ni kweli ta. Na roho inaanza acha. Branham anasema sasa moto ambao kuzimu unazidi ya umeme. Moto ambao kuzimu ambao unakuwa unatesa. Hivyo bado hamjachomwa hivyo. Ni wewe tu ukifa hapa Mozambi. Tuwasikia vizuri. Unaenda kwanza unateseka kule. Unateswa kwanza na baadaye kwenye ufufuo wa pili kule. Ndio unaenda kutupwa sasa kwenye ziwa la moto na baba yako shetani wote ndio mnaenda kule. Ndio tunashangaa leo wachungaji leo hawaambii watu neno. Mchungaji yeye mwenyewe ni mzinzi, mchungaji mwenyewe ni muongo. Hatari. Naye ana upako wa kuruka ama kuhubiri ama kutabiri. Angalia, sawa na tai. Bali hawezi kumfuata tai huko juu kabisa. La. Kama akijaribu kumfuata tai, upumbavu wake utazihirishwa. Naam Bwana, yeye hawezi kumfuata tai. Naweza kusema na muamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Huko makanisa yote huko mwenye asemi kama anaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Si wote wanasema hivyo. Hayakuwa ishara kama uko na Mungu. Kusema tu mimi naamini ujumbe wa Branham na mimi niko Branham, haiko ishara kama uko na Mungu. Shetani naye alijua Yesu Kristo ni nani? Ni mwana wa Mungu. Wakati alipofika kule Gerasi, yule mzazi alimuitaje?
Roho anaweza kusema namwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo mwanawe na kadhalika. Unasikia nabii anaenda anataja huko. Hata hivyo vyote wewe unasema unaviamini, utakuwa unaviamini na hauna Roho Mtakatifu. Hakika wao wanaweza kufanya jambo hilo, lakini vipi kuhusu yeye kuwa yule jana, leo na hata milele? Mnaona? Ndio maandiko inakuja sasa. Unasema wewe unamwamini Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu. Vipi Waebrania 13:8 inasema aje? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Branham akafasiri Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unasikia vizuri? Jana wakati alipokuwa na nani? Na Musa. Leo wakati alipokuwa na nani? Na Paulo. Na milele wakati iko na ndani ya Abraham. Leo unaamini ujumbe wa wakati wako? Balance inakuja sasa. Mzani, unaamini ujumbe wa wakati wako? Ndio Yesu Kristo jana, leo na hata milele. Branham alisema excepte à l'exception de son corps physique. Utamwamini leo? Mnaona? Tai ni ndege aliyeumbwa maalum. Hakuna kitu kingine kama yeye duniani. Mnaona? Nasikia huko. Mkristo halisi aliye na Roho Mtakatifu akwaje anafananishwa na mtu mwingine. Tunasikia vizuri. Akwaje na maisha ya kuiga, hana Ukristo wa kuiga yeye. Iko special, ni wa kipekee. Mkristo ambaye ana Roho Mtakatifu anakuaga wa kipekee. Yeye hafuati mikumbo ya watu, apelekeshwe na makundi ya watu, apelekeshwe na hali za dunia zinavyoenda. Haya ukunda onge haya Mkristo ngaya ukunda onge hayo maonda onge haya Mkristo akwaje vile. Haya umchiriko hakuna hivyo. Mkristo iko tofauti, ana maisha ambayo iko tofauti na wengine. Na ndio maana mimi sokoni, wakati tulikuwa kule sokoni kumungani, nilikuwa naambia watu, nawaambia hivi, nyie nikianguka hapa, nikikosea neno hapa, nyie ambao hamjui neno, nyie wapagani, mtaona kama vile ni kawaida, lakini frere mwenye niko naye akiniona tu na trebisha atakuja haraka sana, frere ulianguka, frere haiko neno kinyo ulifanya si ni kweli? Si ni kweli? Hawezi ukaongelea na watu, hawezi ukaongea na mtu kama mnaenda, kwa mfano, hawezi mimi niongee na watu kwa mfano wa sehemu nyingine ambako hawatumikagi kazi kwenye mimi niko. Itamsaidia nini? Tutaongelea habari za kukazi, sio vile tunakwendaga tunaenda kutumika kule. Tunasikia vizuri? Na ndio safari tulio nayo ya meli ya kiroho. Siye wana ujumbe wa kweli na madhehebu. Tuko kwenye meli tofauti. Habari zetu ni za Mungu, lakini wao wanachanganya. Tai, enjwe. Tai ni ndege ambayo iko maalum, iko tofauti na ndege wengine. Nabii anasema hakuna kitu kingine kama yeye duniani. Mnaona? Yeye kama ngekewa akijaribu kumfuata ama ndege mwingine yoyote, angechanganuka vipande vipande. Nasikia huko. Na ndio maana leo watu wanakimbia kuamini ujumbe, kwa sababu wanajua wakija kusikia ujumbe wa Abraham, ukiona ujumbe huo bali masheta kila ito sambe. Nasikia huko ndio ile mafiri mama ndio kwenye tai anaendaka, anapanda juu zaidi sana kwenye mawingu huko. Kwenye kungura hawezi fika, hata kama kunguru inaruka. Yeye anapita na upepo wote anapita. Na upepo ni nani? Haiko shetani, sio vita, sio asa. Branham akutuambia hapa. Mkristo anapita vyote. Majaribu ikija anakuwa stable. Hakuna kile kinamtoa kwenye neno. Ukose chakula, upate chakula, uwe mgonjwa, usiwe mgonjwa, uwe maskini, usiwe maskini, haujali. Leo utaona Bakristo baba leo hapo watakubali hivi.
Mko na sheria za mingi, kila kitu zambi, na mwanamke naye kuvaa suruali tu. Hii suruali tu na hivi kuko baridi. Hata na wewe, hata roho na akili. Roho na akili gani? Biblia ishakataza mwanamke usivae suruali, na usivae tu. Hakuna kunegosie. Tunasikia vizuri? Ndio Biblia inavyosema. Kumbukumbu la Torati 22 na mstari wa 5. Haimpasi mwanamke kuvaa vazi mpasayo mwanaume. Ikaisha pale. Sisi tai wa Kristo ambao wana Roho Mtakatifu, napanda zaidi tena, naingia mprofondere hata mukanisa za ujumbe. Sio kila frere, sio kila sera ambaye ni tai. Tunasikia vizuri? Branham alihubiri aina za wangapi? Aina 3 za waamini. Yesu hakukuwa nao. Na ndo alikuwa Mungu mwenyewe. Alikuwa na shetani mukanisa. Kwa hiyo hata tukiwa mukanisa za ujumbe, frere shenda tukapa sila kise, tunafanya injili frere, tunahubiri tu, kunaendelea vizuri. Muko waamini 3. Aina 3 za waamini wako pale. Huko wengine ni chura maji. Tunasikia vizuri? Hapa tunaongelea tai wa kweli ambaye ana Roho Mtakatifu. Yeye iko na maisha tofauti, ndio unakuta hata mujumbe, frere Mungu asieta, frere. Kila zile kwenye masheria. Hata na wewe, frere. Hapana. Hata Branham hakukua hivyo frere. Frere Branham naye alikuwa mwanadamu frere. Ukisikia mtu hivyo ni ndori, kunguru hiyo. Ndio kisha anakuaga, anafika kwenye mfiri mama ambazo hawezi kumudu. Anafika kwenye kiwango cha mawimbi ambapo anaanza kuelewa, manyoya inaanza toka. Unazidi, kila kitu zambi. Kila kitu ni zambi kama neno inakataza. Neno kama inakataza. Leo hivi kuko wafrede mbele anguka ele usikia nani mwaitengeneza. Na wako kimya, na wasipotengeneza hiyo zambi batahukumiwa. Haiko kamari, batahukumiwa ba frere. Leo wala wanaenda jificha mune mkanisa. Shalom frere, que Dieu vous bénisse. Tubu. Uliingia mwele sisi, wende utengeneze. Ni kamari. Branham anasema ni kamari. Na bote benye waliingia Branham waliwaita ni bajinga bana akili. Frere Branham ndo anasema bajinga. Unaenda cheza Branham anasema kamari ni kinyume ya neno. Ndio maisha ya huku Marekani, kucheza kamari. Unaenda kufanya kazi zote zinaenda wapi? Kukasino kule kuma kamari. Ndio maisha. Hivi kuko wengi walikuja hapa Marekani kwa sababu ya kamari. Tunasikia vizuri? Ba mingi wako hapa Marekani kwa sababu ya kamari. Branham ndo anasema hapa. Haiko mimi. Tai ni ndege aliyeumbwa maalum. Hakuna kitu kingine kama yeye duniani. Unaona? Yeye kama angekewa angejaribu kumfuata ama ndege mwingine yeyote, angechanganuka hata vunjika vipande. Upumbavu wake ungefanywa dhahiri bila shaka. Yeye angepasuka iwapo angejaribu kuitia divai mpya katika chupa kuukuu. Ndio Luka ilivyosema hivi. Zamani kipindi cha Yesu walikuwa naweka hivi. Sawa? Kipindi kia kukua vikombe kama leo. Angalia huko. Hizi ndo zilikuwa huko. Kiswahili kisanifu wanaitwa kipuri, wanaitwa nasahau ile jina. Nasahau ile jina kabisa. Wanaita hiyo mkifaransa ile. Le vieux. Ni ile ngozi, kuna ngozi ambao walikuwa wanatengeneza kipindi cha zamani, ndio walikuwa wanatumikisha kama vikombe. Unakuta hata Daudi unakuta alikuwa anavaa nayo, inakuwa sasa kama mkoba hivi, ndio kikombe. Sasa nabii anasema hivi,
Luka, Yesu ndo alikuwa anatoa mfano. Sasa wakati walipokuwa akiweka divai, wasingeweka divai kwenye kile chombo cha kale, ndio ambaye anatoa hapa nabii. Yesu ndo alisema. Kwa sababu ukiweka divai inafanyaga hivi, gisi inavyozidi kulala na ndio gisi inazidi kuwa makali, inaendelea kuwa bora zaidi. Tunasikia vizuri. Sasa kwa sababu ukiweka divai kwenye hiki kikombe, tutumie kikombe. Sasa ukiweka divai kwenye kikombe hiki ambacho kimeshazeeka cha zamani, kitapasuka. Inabidi uweke divai kwenye kikombe ambacho kiko mpya, vile vikombe ambao walikuwa navyo vya zamani vya ngozi. Tunasikia vizuri baada ya anasema yeye angepasuka iwapo angejaribu kuitia divai mpya katika chupa kuukuu. Mnaona, yeye angepasuka, angechanganuka vipande vipande. Yeye hajafanywa, mwili wake haujaundwa pamoja kwa muundo wa kustahimili kule juu. Huyo ungekewa huyo marenare anapofikia katika mazingira yale makuu kule juu, kama yeye hakufanywa, kuagizwa, kuchaguliwa tangu zamani, kuzaliwa tayari, atapasuka vipande vipande. Mnaona, manyoya yangeruka yatoke kwenye mabawa yake, naye angeanguka ardhini. Hakika yeye hawezi kumfuata tai katika mahali pa juu. Kama akijaribu kufanya hivyo, upumbavu wake utadhihirishwa. Hiyo ni kweli, huwezi. Nasikia ndivyo tulivyo leo, hata mkanisa za ujumbe. Huko wengine ni nderi. Nderi atakwambiaje? Fere, mke wako akikuacha unaoa mwingine, unaoa tu, unaongeza tu. Nderi kibombobombo ambayo kinajifanya mitai kiko mkanisa. Na Bwana abariki hao machache, tutakuja kuendelea Mungu akitupa nafasi. Tunamaliza hapo sasa, tunaishi simame tuombe. Stop hapo.